Mbunge wa viti maalumu Dr. Teantara ameonyesha kusikitishwa na matumizi holela ya dawa za dharura za uzazi wa mpango zijulikanazo kwa jina la P2 zinazozuia ujauzito na kuitaka serikali kuingilia kati kwa kutoa elimu kwa watumiaji. Dr. Ntara amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akichangia bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ambapo hakusita kuonesha dawa hizo ili wabunge waweze kuziona. Amesema elimu hiyo isipofanyika itawasababishia watumiaji kupata madhara ikiwemo mabadiliko ya mzunguko wa hedhi, kiharusi na kansa ya uzazi. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Nije kwenye hili swala la matumizi ya P2. Mimi nililiongea. Sasa kuna watafiti wenzangu wamekaa wamelisema. Kuna Dr. Jane Muzo anatoka Aga Khan, kuna David Muyemba yeye anatoka Muhas. Wametoa madhara 10 ya P2. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako, kuna wabunge hapa hawajui hizo P2, hawazijui kabisa. Hapa nina P2 hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba uje utume mtu aje azichukue. Wabunge wazione, waone watoto wao wakiweka kwenye meza, wasione kwamba ni kidonge cha kawaida, wazijue hizi P2. Madhara yake, waheshimiwa wabunge nisikilizeni. Hizi P2 kwa sababu zinatumika ovyo bila elimu, Mheshimiwa Jenista, naomba mtoe elimu ya wazi kabisa. Elimu ya wazi. Nakwambia ili hiki kizazi hiki kitapotea. Mabadiliko ya mzunguko wa damu, kiharusi, manake wanatumia ovyo. Wanaweza wakapata stroke, hii ni kutokana na utafiti wa hawa niliowataja. Wanaweza wakapata kansa ya uzazi, mimba zinaweza zikatoka mara kwa mara, wakati mwingine wanapata damu nyingi, na wakati mwingine wanapata damu kidogo inaitwa spot. Wakati mwingine wanapata hata magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo hili swala nimelizungumza kwa sababu juzi tu kuna mama mmoja wanatoka Arusha, wale walioalikwa kwenye chama, akaniambia, mheshimiwa, hivi mnaongea hili swala la P2? Sasa ujue kumbe hata kina mama wameanza kuogopa. Swala hili la P2 tusifanye mzaha, Mheshimiwa Jenista. Angalia namna gani mtatoa elimu bora ya matumizi hayo, kwa sababu inaonekana kuna hasara zaidi kuliko faida. Nimelisema hilo na naomba waziri sasa mtalifanyia kazi.